na mambo makubwa, na hakika tushike hayo maneno na tukibie na hayo maneno. Tuamini huu mwaka wa 2026 maisha yetu na kanisa zetu hatitabakiwa sawia. Kwa hivyo tuombee haya maono ya kwamba sisi tutaenda bari katika jina la Yesu. Jeta shitone shiku na wili, jeta zetu zitaangaa katika jina la Yesu. Hatutahaibika, kanisa zetu zitapanuka. Tutafungua makanisa mingi katika huu mwaka wa 2026 katika jina la Yesu. Na kama wewe ni mchungaji, ombea kanisa lako. Abia Baba, kanisa ambalo unachunga halitabakiwa sawia tena, litajaa watu. Tutapanua hema zetu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Baba wa mbinguni. Tulipokuwa tunaruka huu mwaka, mtumishi wako alituombea na akanena mambo makubwa maishani mwetu. Na kushukuru Mungu wetu na Baba yetu, tunashika yale maneno na kukimbia na yale maneno ya kwamba huu mwaka wa 2026 hatutabakia sawia tena. Huu mwaka wa 2026 ni mwaka wetu wa baraka, ni mwaka wetu wa kuinuliwa, ni mwaka wetu wa kupanuka katika jina la Yesu Kristo. Ninakuinua Baba, kwa sababu hili kanisa halitabakiwa tena sasa Baba, halitabakiwa sawia tena, litajaa Baba yetu. Tutapanua hema yetu kwa sababu wewe ni Bwana. Katika haya maono ya Jesus the way, tutaenda bali Baba, tutaenda miji mingi, tutaenda kaunti mingi. Katika jina la Yesu tutakanyanga mahali popote unatamani tuenende, hata nchi za nje. Tuna imani tutaenda Baba, tutaenda Baba. Sisi ni watoto wa imani, sisi ni wana wa imani. Tutaenda Baba, mahali popote unataka twende, tutaenda kwa nguvu za Bwana, tutaenda kwa uwezo wako Baba, katika jina la Yesu. Kanisa hili Baba wa mbinguni, Jehova, utalipanua kanisa zetu zote za Jesus the way. Utabariki hao mama, hao wazee, vijana na watoto. Hatutakuwa tasa Baba yetu, tutazaa makanisa zetu, tutazaa makanisa zetu, tutazaa jina la Yesu. Jina lako litukuze, mfalme wa wafalme. Tumpigie Baba wa mbinguni makofi, 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 makofi kwa Yesu. Tusimame kwa miguu yetu, tunakwenda kuchukua nguvu na mamlaka ya jina la Yesu na neno la Bwana. Tuchukue nguvu na mamlaka wakati wa vita vya kiroho katika jina la Yesu. Tunaweza kupigana vita vya kiroho si kwa nguvu zetu, bali ni kwa nguvu za Bwana, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja mbele zako Baba yangu, ninachukua nguvu na mamlaka ya jina la Yesu, neno la Bwana na damu ya Yesu na jina la Bwana. Oh my God and my Father, chochote shetani amepanga kinyume na maisha yangu, kinyume na mume wangu mtumishi wako na watoto wetu Baba yangu, na kanisa la Bwana, kinyume na wazee, vijana na watoto na wavulana Baba, watoto wote Baba, kinyume na watumishi wa Bwana, nachukua nguvu na mamlaka na ninapinga na ninakataa katika jina la Yesu. Kila uchawi, kila uganga ukashindwa kwa nguvu na uwezo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kila maombi ya kinyume yakashindwe katika jina la Yesu, ikashindwe katika jina la Yesu. Nachukua nguvu na mamlaka, ninaangusha kila ngome, ninaangusha kila ngome ya adui, kila ngome ya adui, na ikaweza kuanguka, na ikaweza kuanguka katika jina la Yesu. Chochote ambacho kiko kinyume na ibada ya siku ya leo, ninaangusha kabisa, ninaangusha kwa jina, kwa damu na kwa neno la Bwana wetu Yesu Kristo. I declare blood of Jesus, na nena damu ya Yesu. Tukaweza kunena damu ya Yesu, tukaweza kunena damu ya Yesu, tukaweza kunena damu ya Yesu. Nena damu ya Yesu katika maisha yako, nena damu ya Yesu katika familia yako, katika ibada ya siku ya leo ukaweza kunena damu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja mbele zako Bwana, ninanena damu ya Yesu, damu ya Yesu juu ya maisha yangu, damu ya Yesu juu ya mtumishi wako, damu ya Yesu juu ya watoto wetu na watoto wao. Nanena damu ya Yesu, damu ya Yesu,
O damu ya Yesu juu ya wamama wote, wazee na vijana ambao wamewakilishwa katika ibada ya siku ya leo. Na nena damu ya Yesu, damu ya Yesu na kifuniko cha damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Oh yes Jesus, thank you Jesus. Tuombe pamoja katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja na kunyenyekea sana mbele ya macho yako Bwana. Twakuinua na twaliinua jina lako litakatifu Bwana. Asante kwa sababu ya kipindi kizuri ambacho tumekuwa nacho katika maombi ya asubuhi ya leo. Tunasema Baba yetu ni asante. Asante Bwana. Tupigie Baba wa mbinguni makofi. Sema ni asante mbele za Bwana. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hana mtumishi wako Bwana alipokuja mbele zako na akaomba, Baba yetu alitoka na akaenda na ulimtimizia kwa sababu wewe ni Bwana. Tunajua yale mahitaji tumeleta mbele zako na kila ombi ambalo tumelisimamisha mbele zako. Twakushukuru kwa sababu unakuja kututimizia kwa sababu wewe ni Baba. Mwimbaji wa wimbo akaiba akasema unaweza kutenda zaidi ya vile tumeomba. Unaweza kutenda zaidi ya mahitaji yetu. Unaweza kutenda zaidi ya vile tunavyofikiria. Jina lako liinuliwe na jina lako litukuzwe. Baba yetu na Mungu wetu, tunapoendelea na ibada ya leo, Roho Mtakatifu wa Baba, endelea kutuongoza na kutuelekeza. Bariki wote wameingia katika hii kanisa Baba. Asante kwa wale hawajaingia, utawaleta wale wote wako safarini Baba, na wale wote unatamani wasome siku ya leo pamoja nasi. Jehova, walete Baba yetu ibada yote kutoka wakati mpaka mwisho, twaukabidhi mkononi mwako. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, chukua ushukani katika jina la Yesu. Hata tunapoingia katika kipindi cha Bible study, tuongoze na utuelekeze. Mtumishi wako amekuwa baraka na leo atazidi kuwa baraka, na ni katika jina la Yesu tumeomba, tumeshukuru. Amen. Piga makofi mbele za Bwana. Oh, thank you Jesus. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Salimia rafiki yako ukamwambia karibu katika ibada ya siku ya leo. Ni ibada iliyoje, ni ibada kuu, ni ibada ya baraka katika jina la Yesu. Mara tena ningetamani kuwakaribisha sana katika ibada ya siku ya leo katika jina la Yesu. Worshipers, karibuni tunapomwabudu Bwana, tunapomkaribisha mtumishi wa Bwana katika jina la Yesu. Worshipers, karibuni katika jina la Yesu. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana. Wastahili siku ya leo Bwana. Bwana ni wewe, Mungu wetu ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe
Tu moyo wako mbele za Bwana, ukamwinue Bwana, ukaweza kumpenda Bwana na kumwambia hakuna mwingine aliye kama yeye. Lima zandoro bubushikara baba yangu. Mwinue Bwana wa mabwana kwa maneno ya kinywa chako wewe mwenyewe. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ninakupenda. Mwambie Bwana hakuna mwingine kama wewe. Lima zandoro bubushikara baba yangu. I love you, my Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Baba, mimi sina mwingine. Wewe ndiye Mungu wangu. Pokea heshima, pokea utukufu. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. There is no other God like you, my Lord. There is no other God like you, my Father. Baba, ninakupenda. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Pokea heshima Bwana wa mabwana. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wacha tuombe pamoja sasa. Niwekee volume chini kidogo, hata kama hamutamaliza yote. Niwekee volume kidogo, ndio hapo ni sawa. Wacha tuamini, tuinue tu mahali ambapo uko, tuinulie Bwana mikono. Kama umeketi na uko na nguvu ya kusimama, simama tu mbele za Bwana na umuinulie mikono kama ishara ya kumwambia unamuinua na unampenda na hakuna mwingine aliye kama yeye. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya Jumapili ya siku ya leo. Mioyo yetu imekuja mbele zako Baba, tukiwa tumejawa na furaha na tukiwa na shukurani mingi, my Father, tukiangalia mahali umetutoa kila mmoja wetu na mahali ambapo umetufikisha. Baba, tunakuita Ebeneza. Kama sio huruma zako, kama si upendo wako, tungekuwa wapi siku ya leo? Kama sio damu ya Yesu, kama sio kazi ya msalaba, Baba, tungekuwa wapi siku ya leo? Asante kwa sababu ya kutupenda. Ukatoa Yesu kama dhabihu na kama sadaka kwa sababu ya dhambi na makosa yetu. Na ndiposa leo tumekuja kusema Baba, tunakupenda. Tumekuja kukuambia hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu wote. Ufalme ni wako, nguvu ni zako. Oh my Father, hata utukufu wote ni wako. Hakuna mwingine aliye kama wewe. We love you, my Father. We praise you, my Father, in the mighty name of Jesus. Hata vile umetubariki na Roho Mtakatifu, akawa mwalimu na mshauri wa ajabu, akawa msaada katika safari hii. Baba, twasema ni asanti. Jina lako liinuliwe na litukuzwe. Baba, nimefurahi kuona watumishi wako na wapendo wako wa dhamana, wale wametoka mbali na wale wametoka karibu. Umewaficha ndani ya damu ya Yesu na ukawafikisha salama. Thank you, Lord. Thank you, my Father. Ni wewe umetuita Mungu, ni wewe umetukusanyisha Jehova. Tumejiachilia mikononi mwako. Father, we surrender to you. We surrender this service unto you in the name of Jesus. Hata hatujui, my Father, na hata hatuelewi, lakini unajua, my Father, na unaelewa Bwana. Chukua ushukani,
Holy Spirit of the living God, chukua ushukani sasa, ukaweza kuongoza program, ukaweza kutuongoza na ukaweza kutuelekeza in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, naombea kusanyiko hili ulipate kibali mbele ya macho yako. Watumishi hawa wapate kibali, wamama hawa wapate kibali, wazee hawa wapate kibali, vijana hawa wapate kibali, watoto hawa wapate kibali. Pigia Bwana makofi kwa sababu ya kibali ambayo wanaachilia katika ibada yetu ya siku ya leo. Thank you Father for the favor. Thank you for the favor. Thank you for the favor ambao unaachilia. Asante kwa sababu ya kutambua ya kwamba tuko hapa na tuko hapa kwa sababu yako. Asante my Father, because of your presence. Thank you because of your power. Thank you because of your anointing. Thank you because of your glory. Baba, tumenyenyekea Bwana. Baba, wacha jina lako litamalaki mahali hapa. Wacha damu ya Yesu ikatamalaki mahali hapa, ukazima kila sauti ya yule mwovu shetani, ukasababisha kazi ya yule mwovu shetani, nayo mapenzi yako yaliyo ya kweli na yaliyo makamilifu yakatendekea kila mmoja wetu mahali hapa. Baba, naombea kusanyiko hili ya kwamba hata wakati tutakuwa tukitoka hapa, kila mmoja atakiri na kinywa chake my Father, ati amekuona Bwana, ati umemtembelea Bwana, ni kwa sababu yeye ni Mungu mkubwa, muweza wa yote, Jehova, na hakuna aliye kama wewe. Asante kwa sababu ya maombi ambayo tumeomba hapa, hata yale tumeongozwa na mama. Tunataka kuamini Baba umesikia maombi yote, na tunataka kuamini Mungu umetutendea. Tunaamini utafanya zaidi ya kile tumeomba na kile tunafikiria, kupitia nguvu na uwezo wako unaofanya kazi katika maisha yetu, in the mighty name of Jesus. Mara tena tunakushukuru Bwana wa milele, mara tena tunakukaribisha mahali hapa Jehova. Tamaraki na utawale, ni kwa sababu wewe ni Baba wetu na hakuna kama wewe. Twajisalimisha mikononi mwako. Bariki kila mmoja wetu, inua kila mmoja wetu, onekania kila mmoja wetu, na ni katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu tumeomba na tumeshukuru. Tunapoingia kwa Bible study my Father, briefly my Father, wacha neema yako ikazidi kushuka mahali hapa. Kile ambacho nitaambia watu wako, wacha kiwe baraka na msaada katika maisha ya kila mmoja wao. Mara tena tunapozidi kuendelea, tubariki, tutende mema. Kwa jina la Yesu Mfalme tumeomba na hata tumeshukuru. Kila mmoja aseme amen. Toa sauti yako, sema amen. 1, 2, 3. Tupigie Bwana makofi makubwa, shangwe na vigeregere kwa Bwana. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Salimia mwenzako, mkaribishe katika nyumba ya Bwana siku ya leo. Ndio. Thank you so much. Umemsalimia mwenzako? Mimi sikuona ukimsalimia. Msalimia na umwambie Mungu anakupenda na uko hapa kwa sababu ya kusudi la Mungu. Salimia mtu na umwambie Bwana anampenda na ako hapa kwa sababu ya kusudi la Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wapendwa wa Maili 10, Bwana asifiwe. Wapendwa ambao wametoka Nyahururu, Bwana asifiwe. Wapendwa wa Sorai, Bwana asifiwe. Hebu tupigie Bwana makofi kila mmoja aliye mahali hapa katika jina la Yesu. Thank you so much. Nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu wake. Amenileta mahali hapa na amekuleta mahali hapa. Tuko na kila sababu ya kumshukuru Mungu. Mimi wacha niseme nimeokoka kutoka wakati mimi na wewe tulikuwa pamoja. Bado nimeokoka na Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Amen. Ameweka tumaini la uzima wa milele ndani ya moyo wangu, ndiposa nasikia kushikilia kabisa katika hii safari. Nitasema nitakaa kwa Kristo na kwa Kristo sitatoka siku zote za maisha yangu. Amen. Ya mimi nimefurahi vile nimewaona
kwa sababu ninajua hata nyinyi mmelindwa na Yesu. Amen. Si jambo la kawaida ya kwamba mmepatikana hapa siku ya leo. It has really costed the hand of the Lord. Kwa hivyo karibuni sana, na wakaribisha kabisa nikinyenyekea chini ya nguvu na mamlaka ya Bwana, nikiwaambia karibuni sana katika ibada yetu Jesus is the Way Revival Ministry. Karibuni sana. Ninaamini ya kwamba kila mmoja atabarikiwa. Mama, umetuongoza vizuri maombi. Bwana akubariki sana. Hata worshipers, tupigie hawa wapendwa makofi, wametupeleka vizuri. Keyboardist wametupeleka vizuri, si ndio? Tashukuru Mungu sana. Nafasi hii pia nataka kuchukua kuwakaribisha watumishi wote wa Bwana ambao wamekuja. Pastor Muthoi, karibu sana na your family katika jina la Yesu. Pastor wetu all the way kutoka Manguo, Pastor Simiu, karibu sana katika jina la Yesu. Overseer wetu, karibu sana overseer na familia yako, mmekuja na washirika wa kutoka all the way kule Nyahururu. Tuwapigie makofi. Pastor Charles, nimekuona umekuja hapa na mke wako, tupigie hawa watumishi makofi. Pastor Njogona ako mahali hapa. Haleluya. So wote ambao wamekuja, nashukuru Mungu sana. Nilikuwa nataka kabla hatujaendelea, overseer mnaweza kuja hapa na your wife mkae hapa. Kujeni tu mkae hapa mbele. Na hata nitamuomba Kuria na Baba Nderito. Nyinyi ndio wazee wa hii kijiji. Nyinyi ndio wazee wa kulinda hii boma. Mtapatia Pastor Charles na mke wake wakalie hapo kwa leo, si ndio? Sio, wasalimieni alafu muwakaribishe katika viti zenyu. Ni heshima, kwa sababu hizi viti ni za wazee wa kanisa hii, lakini kwa sababu ya heshima ya watumishi wa Mungu wanaweza kalia hapo katika jina la Yesu. Thank you so much. Kulia barikiwa kwa sababu ya kuwaheshimu watumishi. Barikiwa sana Baba Nderito, mmefanya heshima kubwa. God bless you. God bless you so much. Amen. Kuna mtumishi mwingine yako huko nyuma angekuja pande hii. Na hata wale wako nyuma sana, kina Samueli, aba mnafanya ushering kidogo hapo. Baba Brina, Mama Zoya kuwaona hapa, kujeni mkae hapa nyuma ya kina Baba Nderito, kujeni mkae hapo. Nyinyi mko mbali sana. Karibuni sana pande hii. Hata Pius, Bwana asifiwe. Nimeshukuru nimekuona. Si ukaribie kidogo, usikae nyuma sana. Naweza kaa na kaeni na Brother David. Brother David, Bwana asifiwe. Karibu sana kwa jina la Yesu. Nimeshukuru kukuona. Mama Dave, tumekaa bila kuonana. Welcome so much. Na Kamau, karibu sana katika jina la Yesu. Wengine wote ni wenyeji wa hapa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. So nimeshukuru sana. Kwanza ninashukuru Mungu mara tena kwa sababu ya kualika huu mwaliko na mkaweza kuja ili tuweze kushirikiana katika ibada hii. Bwana ako na kusudi kwa sababu ya ibada ya siku ya leo, na ninaamini maisha yetu haitabakia sawia. Ni kwa sababu Mungu anaenda kutuinua kiwango katika jina la Yesu. Tulipokuwa tunaanza mwaka huu, Bwana alitupatia neno akasema ya kwamba tuinuke na tuweze kuangaza kwa sababu nuru yetu imefika. Amen. Na utukufu wa Mungu umetushukia. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mimi naamini vile tulianza tukufanya mkesha hapa, tukaenda mpaka asubuhi, na sasa tumekuja katika ibada ya pamoja. Na by the way, baada ya hii ibada tuko na ibada ingine saa 8 ya anointing service. Amen. Abia mtu utatoka hapa na mafuta. Unatoka hapa na mafuta mpya katika jina la Yesu. Tunaamini Mungu wa mbinguni ya kwamba mahali hapa nitawapaka mafuta tukiwa na hawa watumishi wa Mungu. Na kama kuna nira imekuwa ikisumbua maisha yako, hiyo nira inaenda kuvunjika katika jina la Yesu. Kama kuna milango ilikuwa imekufungilia, lazima hiyo milango iondoke katika jina la Yesu. Chochote adui amekuwa akifanya kinyume na maisha yako, lazima adui aachilie leo katika jina la Yesu. Otherwise hiyo itakuwa ni ya masaa ya saa 8 na najua tutabarikiwa sana. Kwa sasa nataka kuongea kidogo tu. Hii ni Bible study. Nitaongea kidogo tu, siendi sana kwa sababu katika main service tuko na Pastor Muthoi hapa ambaye amekuwa akiniassist mahali hapa. Pastor Muthoi amekuwa kama my assistant na mke wake wamekuwa akinisaidia mahali hapa katika hili kanisa, na nashukuru Mungu kwa sababu ya maisha yao. So katika main service yetu atatubariki na Rema Word. Bwana apewe sifa. Lakini katika ibada ya saa 8 pia
Itakuwa na neno ambalo nitawapatia na tutaomba. Hawa watumishi wote wamekuja, tutaomba nao mahali hapa, na mimi naamini kuna mambo makubwa yanaenda kutendeka katika jina la Yesu. So huu sio wakati wa main service, ni wakati wa Bible study, na nitaguza tu kidogo tu kwa sababu time yetu tayari imesonga. Amen. Nitaguza tu kidogo na mtabarikiwa katika jina la Yesu. So kwa wale ambao tumekuwa nao mahali hapa kwa muda fulani, nimekuwa nikiweka misingi ya huduma hii, na nimekuwa nikifundisha mafundisho ambayo yatatuweka mizizi katika huduma. Amen. Kwa sababu ukitaka kujenga nyumba, kile kitu unazingatia sana. Nilisikia kutoka kwa mafundi, na tuko na mafundi wengi sana wanaweza kutuambia hapa, ukitaka kujenga nyumba na unataka iende juu, hata kama ni ghorofa 10, kitu cha kwanza make sure the foundation is proper. Msingi uko sawa sawa. Amen. Kwa sababu kwenda kwa nyumba hiyo juu kunategemea ule msingi utaweka. Nami Bwana akanipatia ufunuo huo ya kwamba tukiweka weak foundation katika huduma yetu ya Jesus is the way, kuna mahali tunaweza fika huduma yetu ikuje chini. Lakini tukiweka strong foundation, hata ministry yetu ikiinuka na ikienda juu, itakuwa imara na itakuwa dhabiti. Amen. Na kuna ufunuo nataka mjue siku ya leo. Wakati unaweka misingi, jengo lako huwa halionekani. Hebu mwambie mtu, ukiweka msingi, nyumba haionekani. Haleluya. Bwana apewe sifa. So tunaweza kosa kuona mambo makubwa kwa saa hii, but as we lay a strong foundation, tukiweka msingi imara, nyumba yetu itaenda juu haraka sana. Na ikienda juu haraka, mambo sasa yale unatamani kuona utaanza kuyaona katika jina la Kristo Yesu. Najua watu wanatamani kuona watu wengi, kuona mambo makubwa. Hiyo inaenda kutendeka katika jina la Yesu. Lakini tukasema kwanza tu deal na misingi, ili tunapoinuka hatutaletwa chini na lile jengo, lakini tutasimama na hilo jengo tukiendelea na kuendelea katika jina la Yesu. Niliposa kwa kipindi fulani nikawa nikifundisha kuhusu the word of God, neno la Bwana, na nikahimiza wale tumekuwa nao hapa kanisani, tafadhali, kitu cha kwanza mimi ningetaka kila Mkristo wa hili kanisa ama kila mtumishi wetu akuwe na Biblia. This is the word of God. Amen. Na zile message ambazo huwa tunahubiri katika huduma hii tunatoaga katika neno. Mwameni ya heogosh. So if you want to build a strong foundation, lazima neno ikuwe ndio itakuwa msingi. Amen. The word. Na hili neno tunasema is the word of God. Ni neno la Mwadhani Yesu wa heogosh. So kila moja afanye bidii. Hata watumishi wa Mungu ambao wamekuja ama wapendwa wetu ambao wamekuja all the way from Nyahururu na mahali pengine, ni vizuri kitu cha kwanza kila Mkristo kanisani akuwe na Biblia. Ninajua kuna Biblia ya simu, hata mimi niko na hiyo ya simu, lakini wakati mwingine simu huwa inaisha moto. Lakini hata ikiisha moto bado tutahubiri katika jina la Yesu. Mwadhani Yesu aheogosh. Bwana Yesu apewe sifa. So ni vizuri kila mtu akuwe na Biblia yake. Kwa hivyo yale mafundisho ambayo huwa tumeamini ndani yake ni kutoka kitabu cha Genesis mpaka kitabu cha Revelation. Hiyo ndio imani yetu, ya kwamba Genesis walioandika walisaidiwa na Mungu, wale waliandika Revelation waliandika wakisaidiwa na Mungu. Amen. Tukarudi nikawa nikifundisha mahali hapa kuhusu kujua mambo matatu ya muhimu. Kitu cha kwanza nikaongea juu, sasa Biblia hii tumesikia ni ya Mungu, tukasema wacha tufundishane kitu kinaitwa knowing our God, kumjua Mungu wetu. Wale ambao wako hapa wanajua, nimefundisha sana knowing our God. Sababu Danieli alisema akiwa Babylon, akasema ya kwamba wale wanajuana na Mungu wao watakuwa hodari na watafanya mambo makubwa. That is the secret. Siri yako ya kufanya mambo makubwa ama kuona mambo makubwa yakitendeka katika maisha yako, siri yako si kwenda kutafuta uchawi ama uganga ama kitu kingine chochote. Siri yako ni kujua huyo Mungu. Wakati Daniel alijua huyu Mungu, hata hakuogopa simba, alijua Mungu wake. When you know your God, uoga kwanza inaondoka. Shadrach, Meshach na Abednego hawakuogopa mfalme. Bwana apewe sifa. Hawakuogopa tanuru la moto, because walijua ya kwamba huu moto
hauna nguvu kuliko Mungu wetu. Hiyo ndio secret yako kubwa sana, mtumishi wa Mungu. Na ndio tunaweka huduma yetu misingi, tunaweka misingi katika neno la Mungu, tunaweka misingi katika kumjua Mungu mwenyewe, because when we know our God, tunapomjua Mungu wetu, sisi tutakuwa hodari. Sio hivyo tu, tutafanya mambo makubwa. Salimia mtu umwambie tutafanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Na siri ni nini? Kumjua Mungu. Haleluya. Alafu nikarudi nikafundisha, hiyo yote ni ya kuweka msingi kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu, katika huduma hii tunasemaga Yesu ndiye njia. Inaendelea kusema Yesu ndiye njia, ukweli na uzima. Hakuna mtu atafika mbinguni pasipo kujuana na Yesu. Mwadhani ya heogoshi. Sasa ukimjua sasa Yesu, umejua njia ya kukupeleka mbinguni. Paulo kuna mahali aliandika akasema ya kwamba alihesabu mambo yote kama takataka. Yeye Paul, kuna mambo mengi sana. Alikuwa Myahudi, alikuwa Mfarisayo, lakini alisema alifika mahali akahesabu mambo yote kama takataka ili aweze kumpata Yesu, ili aweze kumjua Yesu na ajue zile nguvu zilifufua Yesu zikamtoa kwa wafu. Wapendwa, acha niwaambie, ukimjua Yesu, haleluya, he is the answer. Yeye ndiye jibu ya kila kitu unahitaji katika maisha haya. Yesu ndiye jibu letu wapendwa. Ni vizuri kutamani huyu Yesu na kumjua huyu Yesu, azidi kufunuliwa katika maisha yako, because Paulo alipokutana na yeye maisha yake yakabadilishwa. Hakuenda kuwa Mfarisayo tena. Alisema nitahubiri huyu Yesu. Huyu nimekutana na yeye nikienda Damascus kulitesa kanisa. Hapana, na sitahubiri kitu kingine, nitamhubiri Kristo Yesu aliyekufa akafufuka akasulubiwa, na yule atakuja tena kulinyakua kanisa. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. 1, 2. So, na jambo lingine nimekuwa nikifundisha, nimemalizia juzi, nimekuwa nikifundisha juu ya knowing the Holy Spirit. Kumjua Roho Mtakatifu. Amen. Utakuja kuelewa Yesu mwenyewe aliambia wanafunzi namna gani. Alipokuwa narudi mbinguni aliwaambia msitoke Jerusalem mpaka mngojee Roho Mtakatifu, na atakapokuja juu yenu mtapokea nguvu, na mkipokea nguvu sasa mtaweza kunihubiri. Kalia vile aliambia wanafunzi, mtaweza kunihubiri. Mtanihubiri wapi? Jerusalem. Mtaenda wapi? Samaria, si ndio? Mtaenda Judea hata misho yote ya. Ni vizuri kumjua Mungu Baba, ni vizuri kumjua Mungu Mwana, Bwana wetu Yesu Kristo, lakini ni ya faida sana ukimjua Roho Mtakatifu, because Roho Mtakatifu sasa ndiye atakupatia nguvu ya kumhubiri Mungu, ndiye atakupatia nguvu ya kumhubiri huyu Yesu Kristo. Without now the Holy Spirit, unakuwa wewe ni Mkristo ambaye hana power. Sasa power huwa inakuja wakati sasa unajazwa na yule Roho, na yule Roho anaanza kukuongoza. Na wacha nikuambie, katika Ukristo, kama kuna mahali sasa Ukristo unakuwaga ni mtamu, ni wakati umejuana na Roho Mtakatifu. Hapo ndio sasa kuna utamu wa injili hii.
Haleluya! Kuna utamu wa kumtumikia Mungu, kuna utamu wa kuwa ya kwamba umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana. Ni wakati sasa umemjua Roho Mtakatifu, na vile ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba katika huduma hii yetu Mungu atatusaidia kuendelea kujua neno lake, kuendelea kumjua katika jina la Yesu, kuendelea kumjua Bwana wetu Yesu Kristo, kuendelea kujua na Roho Mtakatifu. By the way, Biblia inasema wale wanaongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio wana katika ufalme wa mbinguni. Hello. The more unajuana na kuongoza, the more unapandwa kama mwana katika ufalme wa mbinguni. So it is my desire ya kwamba wewe utakuwa na neno. You will be full of the word of God. Utamjua huyu Mungu vizuri. Wakati mwingine unatishagwa na mambo kwa sababu haumjui yule unayemwamini. If you know who you believe. Ayubu alisema namna gani? Ninajua ninayemwamini. Hata kama hizi nyama zangu zitakatika zianguke chini hivi, nikiwa na mwili huu, huyo nitamuona na macho yangu. I will see him with my eyes. I know who I believe. Na kuna mahali pia Paulo alisema hivyo, I know who I believe. My Lord Jesus, I know him. Na ninamjua vizuri pasipo kubahatisha. Nataka umjue Mungu pasipo kubahatisha. Nataka mtu wa Mungu umjue Yesu pasipo kubahatisha. Ujue Roho Mtakatifu pasipo kubahatisha. Kuna mambo yatakuja katika maisha haya, wengine wakitetemeka, wewe hautatetemeka. Na ndiposa Daudi alikuwa amefika mahali amejuana na Mungu, mpaka anasema hata kama nitapitia kwenye bonde ambalo liko na giza kama ya kifo, sitaogopa mabaya, ni kwa sababu ninajua Mungu wangu ako pamoja na mimi. When you know you are God, when you know Jesus, when you know Holy Spirit, kila uoga inaondoka katika jina la Yesu. Amen. Haya tu nimefanya kurudia kidogo, ili hata wageni wetu waone ile kasafari tumekuwa tukienda. Haya mambo kuhusu neno, kuhusu kumjua Baba, kuhusu kumjua Roho Mtakatifu, kuhusu kumjua Yesu, kuhusu kumjua Roho Mtakatifu. Nimetumia muda mrefu. Hiyo ni kusummarize, nimesummarize. Amen. Na leo pia nataka kufanya summary kidogo tu, kwa sababu baada ya kujua neno la Mungu, baada ya kumjua Mungu Baba, baada ya kumjua Mwana, na baada ya kumjua Roho Mtakatifu, kuna jambo la pili ambalo ni muhimu sana. Kwa sababu yale ambao nimetaja ya kwanza, hayo ndiyo yanatupatia msingi, mahali pa kukanyangia. Ukishapata mahali pa kukanyangia, kuna jambo lingine mpendwa na nitaguza pointi kadhaa, point ambazo phone inakata. Kwa nini na hivyo? Kidogo tu. Nimesema katika zile pointi ambazo nitaguza, baada ya kukuonyesha now the foundation ya ministry yetu. Baada ya hiyo level ya kwanza, neno, kumjua Mungu, kumjua Kristo, kumjua Roho Mtakatifu, hiyo ndio level ya kwanza ambayo inafanya mtu wa Mungu ama huduma iweze kusimama vizuri. Amen. Level ya pili kwa Kiingereza ninaita developing intimacy with God. Developing intimacy with God, hiyo ni kusema ya kwamba kukuza uhusiano wa ndani na Mungu. Na wakati ninaongea kuhusu kukuza uhusiano wa ndani na Mungu, na maanisha pia Yesu wako pale, Roho Mtakatifu wako pale. Amen. Bwana asifiwe. Kukuza uhusiano sasa wa ndani na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Utakuja kuelewa ya kwamba katika shamba la Edeni, kama tungesoma hapo, tutasoma Genesis. Kule utasomea Genesis chapter 3 verse 8. Wacha nisomage na Kiingereza unapokuja. And they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day.
And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees in the... Some. Mwanzo 3 kuanzia mstari wa 8. Ndipo yule mwanamume na mkewe waliposikia sauti ya Bwana Mungu alipokuwa akitembea bustani wakati wa utulivu wa jioni, wakajificha kutoka mbele za Bwana Mungu katikati ya miti ya bustani. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani ya heogoshi. Wakati ambapo Mungu alimuumba mwanadamu kwa kusudi moja, ili mwanadamu aweze kushiriki na yeye. Mwathani ya heogoshi. Akuwe na fellowship. Amen. Akuwe na uhusiano wa karibu na yeye. Bwana apewe sifa. Sasa utakuja kuelewa ya kwamba baada ya kumjua huyu Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, baada ya kulijua neno la Bwana, kuna kitu Mungu sasa anakuitia. Anataka sasa, hataki wewe ukuwe tu ni mtu ambaye aliumba. Anataka mkuwe na uhusiano wa karibu. Fellowship, intimacy, love. Mwadhani Yesu wa heogoshi. Asikuwe tu ni Mungu ati nimetoka nyumbani nimekuja kumtumikia Mungu ambaye hatuna uhusiano. Anataka nimtumikie tukiwa na uhusiano. Alifika mahali Mungu mwenyewe anaita Abraham rafiki yangu. Abraham ni rafiki yangu. Anafika mahali anatolea Ayubu ushuhuda. Anauliza Shetani, umemuona huyo Ayubu? Huyo mtumishi wangu, huyo ambaye hana lawama. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Utaanza kuelewa mtu wa Mungu, kama kuna kitu Mungu anahitaji wewe kuwa na uhusiano wa karibu sana na yeye. Ndiposa alikuwa anawatembelea katika bustani la Edeni, alikuwa anakuja anawatembelea. Kumaanisha kwamba Mungu alikuwa anakuja, wanapiga story na akina Adam. Anauliza, sasa mmeshinda namna gani? Hii matunda niliwaekea na hapa mnaona namna gani? Hii wanyama niliwaumbia mnaona namna gani? Alikuwa anataka wanakaa, wanapiga story, wanaongea. Halo. Imagine hapo ndio Mungu anataka kukufikisha mahali mtapiga story na yeye. Si unaweza kupigia Bwana makofi kwa sababu ya hiyo? Yes. Ati Mungu anataka kumufike mahali mnaweza ongea. Anaongea na wewe unaongea. Munaongeleshana. Nafikiri hapo ni mahali pazuri ambapo mimi natamani nifike. Na naamini ya kwamba hata wewe ni mahali pazuri unatamani ufike katika jina la Yesu. Lazima tu develop intimacy with God. Lazima tu develop uhusiano wa karibu sana na Mungu. Na ukiangalia Yesu mwenyewe, ili uweze kuelewa kile ninakwambia mtu wa Mungu. Yesu mwenyewe alipokuwa anafundisha wanafunzi wake kuomba, statement ya kwanza aliwaambia, mkienda kuomba mnasema Baba wetu uliye mbinguni. Hey, Bwana apewe sifa. Ukiangalia Baba na Mwana si ni uhusiano, relationship. Jesus is the way revival ministry. Bwana anataka relationship na sisi. Na hataki relationship ya mbali, anataka relationship ya karibu katika jina la Kristo Yesu. Biblia inasema Yesu alipokuwa dunia hii, kuna mahali sana alikuwa anaenda kutembea panaitwa Bethany. Ukichunguza kile kilikuwa kinafanya Yesu aende Bethany asiende Jerusalem, na ndiye ilikuwa mji mkubwa, alikuwa anaenda Bethany kwa sababu Bethany alikuwa amepata marafiki. Mwadhani ya heogoshi. Alikuwa amepata marafiki, alikuwa anapata mahali anakaa chini, wanaongea, wanakula na wanakunywa pamoja. Na ndiposa hata Lazaro alipokufa, hata kama ilichukua muda Lazaro akiwa kaburini, kwa sababu Yesu alijua huko ni kwa rafiki yangu. Siku ya 4 aliingia. Na alipoingia akakuja, akauliza ako wapi, alipoonyeshwa akamuita Lazaro, rafiki yangu amuka kuja. Marafiki wa Yesu. Bwana apewe sifa.
In fact, kufufuka kwa Lazaro inakuwaga ishara ya kwamba wale wote watarara wakiwa ndani ya Bwana, tarumbeta ikilia, watatoka kwa wafu, sababu hao ni marafiki wa Mungu. Pigia Bwana makofi mazuri katika jina la Kristo Yesu. So kama kuna kitu Mungu anataka mimi na wewe tukue nacho katika huduma hii, kama kuna kitu Mungu anatafuta marafiki. Alitafuta rafiki alikuwa anaita David, akasema ya kwamba nimemkataa Saul na nimepata mtu aliye na moyo kama wangu. Akamuinua Daudi kwa sababu ya moyo wa Daudi ulimpenda Mungu. He loved God. Hata kama alikuwa na kasoro zake, lakini Daudi alimpenda Mungu. This man, hata kama alikuwa na udhaifu kama mwanadamu, but this man loved God 100%. Na huo ndio mwito tunaitiwa. Jesus is the way. Tunaitwa katika mwito wa kumpenda huyu Mungu na mioyo yetu yote. Hata mtumishi wa Mungu akawa akisema hivyo on Sunday kuhusu kumpenda Mungu na mioyo. Hakujua ya kwamba kuna mambo ambayo Bwana ananiandaa kuja nifundishe juu ya kumpenda Mungu na mioyo yetu yote katika jina la Yesu. Because wapendwa, kama tutaenda mbali, lazima tujue kujenga uhusiano bora na huyu Mungu wetu. Na tukijenga uhusiano mzuri na huyu Mungu wetu, jameni, hatutatingizika. We will never be shaken in the mighty name of Jesus. Sasa nitaguza tu mambo kadhaa jinsi ya kujenga uhusiano wa karibu na Mungu. Si ni vizuri ujue utajengaje uhusiano wa karibu na Mungu? Na wale ambao hako hapa, hayo mambo nitataja, itakuwa ni mafundisho yangu kutoka Sunday. Nitakuwa nikichukua moja ninawafundisha, hata kama ni Sunday 2-3 ninachukua ya pili, Sunday 2-3 ninawafundisha mpaka hiyo kitu ingie kabisa, because we must develop the intimacy with God. Lazima Mungu wetu asikuwe Mungu wa mbali, lakini akuwe Mungu wa karibu katika jina la Yesu. Mimi nataka yule Mungu aliitwa na Elijah, akashuka akajidhihirisha kwa moto. Huyo ndiye Mungu wetu wapendwa, ya kwamba ni Mungu tunaweza ita ashuke na ajidhihirishe katika maisha yetu. Kabla hatujaona hizo point, Bible inasema Enoch alitembea na Mungu, hakuonekana tena. Just imagine ule uhusiano Enoch alikuwa ametengeneza na Mungu mpaka hakukufa. Hello. Na unajua Enoch naye anasimamia nini? Wakati Yesu atakuwa akikuja kunyakua kanisa, wale watakuwa wenye haki na watakatifu hawataonja mauti. Bwana apewe sifa. Biblia inasema kwa kufunga na kufungua kwa macho watabadilishwa mili. Twende angani tumuraki Yesu mahali pale. Enoch alitembea na Mungu, hatimaye hawakumuona dunia hii. Tukitembea na huyu Mungu katika close relationship, katika hiyo intimacy na Mungu wetu, one day kama tutakuwa uhai, Yesu akikuja kufunga na kufungua kwa macho, dunia hii itatutafuta, haitatuona. Haleluya. Sababu atakuwa ametuchukua atakuwa ameenda na sisi, na tukiwa tumelala atatuamsha. Basta njoo na hakunaga hasara. Tukiwa tumelala tutaamushwa, tukiwa uhai kubadilishwa, twende tukaishi na yeye milele na milele. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa mambo matano nitakutajia kwa haraka tu ili tuingie katika kipindi cha kumwabudu Bwana. Sikutaka kuchukua muda mrefu katika Bible study kwa sababu ya time yetu. Nitataja mambo kadhaa. Kitu cha kwanza ambacho huwa kinafanya mwanadamu akuwe na intimacy na Mungu inaitwa maombi. Ambia mwenzako maombi. Prayers. Na kama kuna kitu huwa kinalemea watu wengi, ni maombi. Madhani ya heogosh. Kama wewe umeamua kupelekana na Mungu na unataka kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, kuwa mtu wa maombi. Mungu mwenyewe ndiye ametuita tuombe. Ukiangalia Yeremia, andika tu utasoma kwa wakati wako. Yeremia 33 verse 3. Yeremia anasema ya kwamba niite na mimi nitakuitika. Ni kuonyesha mambo makubwa na ya ajabu ambao hata wewe huyajui. Jeremiah chapter 33 verse 3. Ukiangalia Philippians utaandika tu, utasoma kwa wakati wako. Philippians chapter 4 verse 6.
Bible inasema namna gani? Msijisumbue kwa sababu ya jambo lolote, lakini kwa kila jambo kwa kuomba na kwa kushukuru mahitaji yenu yote yajulikane na Mungu. Hallelujah. When you become a prayerful person, ukikuwa mtu wa maombi na kujipeana kwa maombi, lazima uhusiano wako na Mungu utakuwa wa karibu sana. Lazima tuingie deep katika maombi. Lakini lazima tuingie katika vilindini katika maombi, ili hata mambo mengine ambayo hatujui Mungu anatufichulia, anatuonyesha siri zake za mbinguni. Wakati mwingine tunapotaka kufanya maamuzi na hatujui tutafanya maamuzi namna gani, kwa sababu ya kuomba, Mungu anatusaidia kufanya maamuzi yaliyo bora na yaliyo imara katika jina la Yesu. Haleluya. Sikuna wakati mwingine unataka ufanye namna gani? Omba, Mungu atakuonyesha njia katika jina la Yesu. Jambo la pili ambalo litafanya uhusiano wako na Mungu uzidi kuimarika ni kusoma na kulitafakari neno. Reading and meditating upon the word of God. Ukiwa mtu wa kuomba, wa kusoma neno la Mungu na una take time kulitafakari, unajua kile kitaendelea. Unaposoma hilo neno, unapotafakari, Bwana anaanza kukupatia ufunuo ulio katika neno. Na hata nikwambie mpendwa, ukipata ufunuo ule ulio katika hili neno, utakuwa umeingia level zingine za kiroho katika jina la Yesu. Unasoma, una make sure umesoma neno, si kusoma tu kikawaida. Unaanza kutafakari maana ya hilo neno na unakubalia Mungu aanze kunenea na hilo neno. Unalifanya ni lako, anaanza kukunenea na hilo neno. Joshua chapter 1 verse 8, andika utasoma kwa wakati wako. Joshua chapter 1 verse 8. Bwana akamwambia Joshua, hili neno la sheria doke katika kinywa chako, bali ufanye nini? Utafakari usiku na mchana. Alafu ufanye nini? Make sure umefanya kama vile imeandikwa katika neno. Na Bwana akamwambia Joshua, ukifanya hivyo utastawi sana, njia zako zitafanikiwa sana. Bwana apewe sifa. Kuna prosperity ambayo inakujaga kwa sababu ya kujua neno la Mungu. Because kuna ukweli fulani tu ukiujua wa neno, ufanye tu vile Mungu anataka, njia zinafunguka. Haleluya. Kwa hivyo wakati unasoma neno, unalitafakari, unakubalia neno likunenee, likuongereshe, unachukua hatua kwa sababu ya hilo neno, kuna njia zako zinaanza kufunguka katika jina la Yesu. Ukiwa mtu wa neno, uhusiano wako na Mungu unakuwa wa karibu. Haleluya. Nitaje ingine tukiendelea. Kuna kitu kinaitwa praise and worshiping the Lord. Kumsifu na kumwabudu Bwana. Haleluya. Wacha nikuambie mpendwa, kama kuna kitu ambacho kita develop uhusiano wako na Mungu ukuwe wa karibu, ni wakati umekuwa mtu wa kumsifu na kumwabudu Bwana. Na sio kusifu tu ile ya kawaida, kusifu ukiwa ndani ya roho. John, hebu andika John chapter 4 verse 24. Yesu alisema ya kwamba Mungu ni roho, na wale ambao watakamwabudu watamwabudu katika roho na katika nini? Haleluya. Anasema wale watakao mwabudu Bwana watamwabudu katika roho na katika kweli. Mpendwa, lazima katika ibada yako uanze kumaanisha. Na mimi ningetaka mama Budina mliangalie na baba Budina. Naona pale macho ingine naona inaenda hivi. Mimi nataka muniangalie hapa, si ndio? Muniangalie ile msikie, mushike kile kitu. Na sijui kama mnaandika. Ndio napendaga watu wakiandika. Because John 4:24. Unaweza anza 23. John 4:23 and 24. Wakati unaandika inakuwaga mzuri, ili hata tukitoka katika ibada utaenda kujisomea wewe mwenye, na uwezi hata ukisahau utarudi kwa vitabu utakumbuka. Bwana Yesu apewe sifa. Praise and worship is very powerful. Unaweza kujikuta umeenda mbele za Bwana unaimba, hata machozi inaanza kutiririka yenye. Kwa nini machozi inatiririka? Kwa sababu ya ile intimacy.
ule upendo sasa, ule ushirika mko nao na Mungu. Si ujifunze hata nyumbani kuimbia Mungu. Mama anaweza kuambia hapa, huwa napenda kuweka nyimbo sana hata nyumbani. Na wakati mwingine anakutaka niko serious, nimezama, hata hawezi akaniongelesha. Bwana besifa. Kwa sababu ananikuta nimeweka nyimbo, nina recorded song, ninaimba, hata kule unaonaga asubuhi nikikuja hapa. Wakati mwingine sitakagi mtu aniongelesha nikiweka zile nyimbo. Ninazama mpaka nasikia machozi inatiririka. Wakati unaona umezama machozi inatiririka, ni kusema sasa ile fellowship mko nayo na Mungu ni fellowship ya juu sana. Haleluya. Unasikia tu machozi inatoka yenye, yani unaabudu Mungu, unamwabudu mpaka unasikia kabisa kuna mahali unaguza moyo wa Mungu. Na niwaambie, Mungu hakuragi chakula kama sisi. Yeye ni roho. Kile huwa kinaguzaga moyo wa Mungu ni zile sifa ambazo huwa tunamtolea. Na kwa sababu hata tutafika hapa, baada ya hii tutaingia katika kipindi cha praise and worship. Mimi ningetaka tunapomwabudu Bwana, tunapomsifu, mwabudu ukiwa umemaanisha. Msifu ukiwa umemaanisha. Sababu ukimsifu ukiwa umemaanisha, utaguza moyo wa Mungu. Ukiona ukianza kulia, Bwana ape sifa, ni kuguza, umeguza moyo wa Mungu. Sasa na yeye Mungu anapoachilia nguvu zake na uwezo wake, unavunjika mbele zake, unaanza kulia, unasikia tu machozi yanatoka yenyewe. Na usikai wapendwa, wakati unapomsifu Mungu, unapomwabudu, machozi yakikuja, usizuie, wacha itoke. Hata kama si ikikuja, wacha ito. Ni fellowship, ni intimacy mko nayo na nani? Na Mungu. Hiyo ndio chakula yake. Kama kuna kitu anapenda, ni wakati unamsifu na unamwabudu katika roho na katika kweli. Na wacha niwaambie, mimi niko na imani, Pastor Muthoi, hili kanisa Bwana analiinua, tumwabudu katika roho na katika kweli, katika jina la Yesu. Naamini huduma yetu, Mungu atapata ibada hapa, Mungu atapata sifa hapa. Hata leo naomba Mungu apate sifa na apate ibada kutoka ndani ya mioyo yetu, sababu hiyo ndio chakula chake, katika jina la Kristo Yesu. Jambo la 4 ninapoendelea kumalizia ni kitu ninaita living a holy life, kuishi maisha matakatifu. Amen. Ukiangalia katika kitabu cha First Peter, katika tu First Peter chapter 1 verse 15, unaweza soma mpaka 16. Niguze tu kidogo, inasema ya kwamba kwa sababu aliyewaita ni mtakatifu, nanyi pia kuweni watakatifu. Amen. Kwa sababu aliyewaita ni nani? Halo, aliyetuita ni nani? Ni mtakatifu. Bible inasema nini? Na sisi tukue watakatifu. Inamaanisha nini tunaposema ya kwamba nimeokoka na nitaishi maisha matakatifu? Ni kumaanisha niko duniani, Pastor Jogona, lakini mimi si wa dunia hii. Kumaanisha kuna mambo dunia itafanya, mimi sitafanya. Haleluya. Hiyo ndio jambo la kwanza linataka utakatifu katika maisha ya mtu. Unaona dunia vile inafanya mambo, unasikia wanaenda Mbogithi, wanaenda wapi, unasema mimi siendi, kwa sababu unataka kudumisha utakatifu wako. Halo, Bwana Yesu apewe sifa. Unaona dunia inavaa vile inataka, si ndio? Si kuna mavazi dunia inavaa ama hakuna? Si kuna mavazi ya dunia, wanatoa nyama zao zote nje, wanataka watu waone nyama zao. Lakini wewe unasema hapana, mimi nitajifunika kwa sababu mimi ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Wengine wakionyeshana nyama zao, wewe zako umetuza na umefunika vizuri. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Unajitenga na dhambi, mtu wa Mungu. Wengine wakienda kulewa, wengine wakienda usherati, wengine wakienda wizi, wewe unasema hapana, mimi hiyo area siwezi nikakaribia. Halo, Bwana Yesu apewe sifa. Na ukijua watu wengine ni waovu, unajitenga na watu waovu, sababu hauwezi ukakuwa na ushirika na wachawi na waganga. Haleluya. Kweli mchawi anaweza kuwa ndio rafiki yako wa kiti cha kwanza. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Living a holy life. Watu wengi wanasema kuishi maisha matakatifu inakuwa ngumu. Kweli, ukijaribu kuishi maisha matakatifu kwa nguvu zako itakuwa ngumu.
Lakini ukimwamini Roho Mtakatifu, anaitwa nani? Roho Mtakatifu. Kumaanisha Roho anakuwaga mtakatifu. Ukimtegemea atakusaidia kuwa mtakatifu. Na wacha niwaambie wapendwa, kuna maisha mengine matamu na inaletaga baraka na ushindi katika maisha ya mtu wa Mungu, kuishi maisha matakatifu. Usidanganywe ati ni ujinga kukaa utakatifu. Hapana. Kuna wengine wanaambiaga watu unajifanya holy than thou, unajifanya wewe ni holy ati weni. Hebu nikwambie, maisha matakatifu yanaletaga faida kwako. Na hata yule ambaye ni mwenye dhambi akiendelea na dhambi inaletaga hasara kwake. Hebu nikwambie, haukuwagi mtakatifu ili Mungu apate faida, unakuwaga mtakatifu ili wewe upate faida. Because kama kuna baraka ninajua ambazo huwa zinakujia watu wa Mungu, ni wakati wamekubali kukaa kama vile Mungu anataka. Ukikaa tu katika utakatifu, kuna baraka tu zitakutana na wewe. Mtu kama Abraham, Bwana apewe sifa, kwa sababu aliishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu, alibarikiwa tu. Jacob anabarikiwa tu. Isaac anabarikiwa tu. Tunataka hii ministry tuone baraka kama hizo, baraka ambazo zina overflow kutoka kwa Mungu, kwa sababu sisi tumekubali kuishi maisha matakatifu, na tunaambia Roho Mtakatifu atusaidie kuishi maisha matakatifu. Holiness, wapendwa, utakatifu ni kitu kizuri. Yesu mwenyewe akasema ya kwamba mtafute ufalme wangu na haki yake, haya mengine nitawaongezea. Halo, Bwana apewe sifa. Ukizingatia utakatifu kuwa namba moja katika maisha yako, hata utajiri Bwana atakuongezea. Wewe unaona kama Mungu hajui mahali utajiri huwa inakaa dunia hii? Si Mungu anajua mahali ameweka hazina zake, na unaona kama hawezi akakupatia hazina zake? Just be holy. Tembea katika utakatifu wa Mungu. Walipotembea katika utakatifu, waliotutangulia walibarikiwa na Mungu. Halo, na sisi katika huduma yetu hatutahubiri injili ya kuwadanganya watu. Ati tunalete maji hapa tunawauzia, ati tunalete mafuta tunawauzia watu, ati tunalete mchanga tunawauzia watu. Mwadhani ya heogosh. Bwana Yesu apewe sifa. Ati tunawaambia wapande mbegu ili wabarikiwe. Hatutaenda hiyo laini, watu wa Mungu. Mtu akitaka kutoka sadaka yake, atoe sadaka yake, atoe fungu la 10, atoe zile dhabihu anataka kutolea Mungu. Lakini utakatifu unaleta baraka mingi katika maisha yako. Giving ni vizuri, hatupigani katika ministry, hatupigani na giving, lakini hatutaki kuhubiria watu injili ya kuonyesha watu Pastor Charles ati uhonge Mungu. Ati unaweza fanya ile tabia yote unataka, alafu unakuja kuhonga Mungu, hautabarikiwa. Bwana apewe sifa. Pasipo utakatifu itakuwa ni ngumu sana kuona baraka za Bwana. Ati mtu aende afanye wizi ama afanye umalaya huko apate pesa ati alete hapa, ati akisema akitoa sasa atabariki. Huyo alikuambia hivyo, alikudanganya. That is lie. Hakuna baraka unaweza barikiwa nayo. Bwana apewe sifa. Kuishi maisha sisi watu wa Mungu, wacha nikwambie, baraka zetu wakati mwingine huwa inakawia kukuja. Lakini wacha nikwambie, Biblia inasema Mungu hana haraka na huwa hachelewi. Hawezi anapotaka kufanya jambo, hakujagi haraka na wala hachelewi. Anakujaga kwa wakati wake. Hebu Pastor Jogo, naendelea kutafuta utakatifu. Siku moja utaniambia, Bishop ulisema ukweli ya kwamba hachelewi na hakujagi haraka. Siku moja utaniambia, na leo amekuja. Haleluya. Tuachane na hizi baraka watu wanataka za haraka haraka ambazo haziwasaidii. Wanatafuta baraka, hawatafuti utakatifu. Halo. Bwana Yesu apewe sifa. Na please, hata kumetokea makanisa mengine, Pastor Simiu, ukienda hiyo kanisa ukiwa na pesa mingi, ndio sasa unapewa ile kiti kubwa sana. Halo. Kwa sababu hao wanaangalia hizo mambo, hawaangalii utakatifu wa Mungu. Mwadhani ya heogosh. Na kama kuna kitu cha kudhamini kuliko mambo yote, ni utakatifu. Pesa ni mzuri, lakini wacha nikwambie,
pesa tutaiwacha dunia hii, lakini utakatifu utatuingiza. Halo, nimesema pesa ni mzuri, tunataka pesa na Mungu atatupatia, lakini pesa tutaiacha, lakini utakatifu utatuingiza mbinguni. Na wale watakuwa na pesa Yesu akirudi na hawana utakatifu, guess what? Hawataingia. Sasa itakuwa ni faida gani? Mzee wetu Agita, Bwana akubariki sana. Itakuwa ni faida gani Yesu akauliza mtu, upate dunia yote urudi ukose ufalme wa mbinguni? Faida itakuwa wapi? Wahubiri wa Jesus is the way, hubirieni watu utakatifu. Wacha watu wamuogope Mungu, wacha watu wamtii Mungu, watu wanyenyekee kwa Mungu. Because tukifanya haya wapendwa, hata tukibarikiwa na mali, tutakapoiacha utakatifu wetu utatusaidia kuingia mbinguni. Biblia inasema, unaandika hiyo utasoma wakati wako. Hebrews chapter 12 verse 14 inasema, tafuteni kuishi na amani na watu wote. Hebrews 12 verse 14. Tafuteni kuishi na amani na watu wote na utakatifu, na pasipo utakatifu hakuna mtu ambaye atafanya nini? Ataona ufalme wa Mungu, ama atakayemuona Mungu. So ni vizuri tutafute utakatifu. Haleluya. Na mimi nimekwambia, utakatifu ukiwa namba moja katika maisha yako, hata mali ikija haitakutoa katika utakatifu wa Mungu. Haleluya. Mali itakuja ukiwa mtu mtakatifu, na ujue hata ikikuja mingi namna gani, huwa ukikumbusha moyo wako, hii vitu sikukuja nazo na sitaenda nazo, nitaziwacha wapi? Endelea kuzingatia utakatifu wa Mungu. Namba ya mwisho. Sasa haya mambo ninaguzia, nitakuwa nikiyafundisha hapa kutoka Sunday Bible study yetu, na itakuwa mzuri sana. Hii ni kuguza tu, ninaguza tu juu. Ya tano ambayo ni ya muhimu sana ya kutengeneza intimacy yetu na Mungu, inaitwa walking by faith, kutembea kwa imani. Walking by faith. Tafundisha mambo mengi juu ya faith. Bwana Yesu apewe sifa. Walking by faith. Kama kuna kitu ambacho kilifanya unaweza andika Romans. Andika Romans chapter 4 kutoka 16 mpaka 21, utasoma kwa wakati wako wewe mwenyewe. Kama kuna kitu, Romans 4 from 16 to 21, itakuwa ni mzuri kisoma pale. Kama kuna kitu kilifanya Mungu apende Abraham, atembee sana na Abraham, ni kitu kinaitwa faith. Amen. Haleluya. Ukiangalia vizuri, hata kama utaweza andika Romans, utaangalia Romans 1 verse 17, utakuja kugundua kitu moja: mwenye haki ataishi kwa imani. Halo. Bwana Yesu apewe sifa. Your lifestyle is faith. Yani maisha yako yanastahiliwa na kitu ingine. Maisha yako yanastahili kutawaliwa na imani. Unapoamka asubuhi, unaamuka kwa imani. Unapotembea kwenda kanisani, unatembea by faith. Ukiwa mgonjwa, unapona by faith. Kama hakuna chakula, unaiombea, inakuja by faith. Faith, 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 faith. Hakuna kitu ingine. Mama Def ni imani. Haleluya. Hata dunia ikisema vile mambo yamefika, wewe usiongee language ya dunia, ongea vile neno la Mungu linasema. Kadhaa Biblia inasema katika Romans 10 verse 17 inasema ya kwamba imani huwa inakuja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Halo. Bwana asifiwe. Imani inakuja kwa kusikia. So, unapozidi kulisoma neno hili la Mungu, imani yako inazidi kufanya nini? Unapozidi kulisoma neno, imani inazidi kufanya nini? Kuinuka ndani yako, si ndio? Unapozidi kuona matendo ya Mungu akikutendea miujiza, imani inazidi kuinuka ndani ya. Hiyo ndio lifestyle yako, mtu wa Mungu. Ukitaka usishindwe katika safari hii, na ukitaka uhusiano wako na Mungu ukuwe wa karibu na wa karibu, inua imani.
kuna kitu huwa inaua imani, lazima ukataene nayo, inaitagwa mashaka, doubt. Doubt inakuja kwa nini, Pastor Jogona? Labda Mungu amekuambia atakuponya na bado wewe ni mgonjwa, mashaka inaingia. Mashaka ikiingia, kile huwa kinafanya inaua muujiza wa uponyaji. Mungu anasema fedha na dhahabu ni zangu, na Mungu anakuambia atakubariki, atakupatia mali. Ukiangalia wallet ni zero, ukiangalia account ni zero, unakuwa na mashaka. Hiyo mashaka inaua muujiza wa mali katika maisha yako. Imani ni kitu very powerful. Wakati Mungu alimwambia Abrahamu utakuwa baba wa mataifa mengi, ilichukua 25 years mtumishi wa Mungu kabla apate Isaac. Unajua hivyo overseer, ilimchukua 25 years bila katoto. 25 years. Na alikuwa ameambiwa na Mungu utakuwa baba wa mataifa mengi, na hata mataifa yatabarikiwa kwa sababu yako, na yule atakubariki nitambariki, yule atakaye kulaani mimi nitamlaani. Lakini ilichukua 25 years. Mungu akisema leo, hata ikichukua miaka 10, ujua Mungu si kama mwanadamu, akisema atatenda. Wengi wamekosa miujiza yao kwa sababu ya kulimiti Mungu na time. Ati mwaka umeisha, ati mwaka wa pili umeisha, ati mwaka wa tatu umeisha. Nani alikwambia Mungu anaangaliaga miaka? Mungu huwa anafuata neno lake kulitimiza. Mungu hahesabu miaka kama wewe. Bwana apewe sifa. Alibariki Abraham na Sarah wakiwa wazee. They were very old. Bwana apewe sifa. Kulingana na science, Abraham alikuwa amepitisha wakati wa kupewa watoto. Sarah alikuwa amepitisha wakati wa kupewa watoto. Walikuwa wazee 100, na huyu mwingine alikuwa 90. Ilikuwa imeisha. Lakini neno lilikuwa limenenwa, utakuwa baba wa mataifa. Nataka umgeukie mwenzako umwambie, utakuwa kile Mungu alisema utakuwa katika maisha yako. Halo? Wacha kuangalia Mungu masaa, wacha kumwangalia miaka, angalia vile alisema katika neno lake, na kile alisema hakuwa amechanganyikiwa. Mungu wetu uzuri wake overseer huwa hachanganyikiwi. Biblia inasema anaonaga mwanzo, anaonaga mwisho. Akiwa ameshika mwanzo, anaona mwisho. Kuna mahali hata anasema ya kwamba mwanzo wako unaweza kuwa mdogo, lakini mwisho wako utakuwa mkubwa. Na anakuambia usidharau mwanzo wako hata kama ni mdogo, because mwisho utakuwa mkubwa. Sababu tayari Mungu anakuona leo, ananiona leo, lakini anaponiona leo anaona mwisho wangu. Lakini unajua mimi ni mwanadamu, sioni mwisho wangu. Sasa nikipata tu changamoto ninaanza kuwa na mawasiwasi, ninaanza kuwa na hofu. Bwana apewe sifa. Situkemee roho ya mashaka. Tuambie roho ya mashaka hauna nafasi katika maisha yetu, ili imani zetu ziinuke. Watu wa Mungu, tusiangalilie Mungu masaa. Amen. Tusione kama amekawia. Hawezi akakawia. Time yake ikifika huwa anakuja, na kile alikusudia kufanya atafa, akisema atatenda. Mwaka huu alituambia, na tuishi na hiyo imani, arise and shine. Mwaka huu ni wa kuinuka, tuangaze nuru yetu. Alisema nuru yetu na akasema utukufu wake sasa umetushukia. Nataka uamini utukufu wa Mungu uko juu yako, uamini nuru ya Bwana iko juu yako, na si wakati wa kujificha tena, ni wakati wa kutokea katika jina la Yesu. Mikutano kama hii sasa tutakuwa tukifanya nyingi. Sasa overseer utatengeneza Nyahururu pia, tutakuja. Tunataka pia tupande Nyahururu, tufunge hapa twende Nyahururu. Amen. Tuanze kufanya mikutano, tuanze kufanya maopen air, tuanze kufanya mikesha. Bwana apewe sifa. Sababu amesema nuru yetu imeshuka, nuru yetu imetukujia. Tukiwa watu wa kuinua imani, tutaona Mungu vile hatujawahi muona. Mungu anapendezwa na watu wa imani. Mtu wa Mungu, acha nikwambie, kitu kingine kinamalizaga imani ni kulalamika. Habia mtu asikuwe mtu wa kulalamika. Halo? Siku na watu wanapataga shida, anauliza Mungu, kwani ni mimi Mungu? Kwani Mungu ulinisahau? Hapana, hajakusahau. Yeye haendagi safari. Amekuandika katika kiganja cha mikono. Mngojee tu, muda wake unakuja.
katika imani kuna kugojea, katika imani kuna kujaribiwa. Hiyo mambo yote nitakuja kuwafundisha. Imani inakuwaga na mambo mingi sana, si kuamini tu. Imani inakuwaga na kugojea. Amen. Imani inakuwaga na kujaribiwa. Lakini ukijaribiwa, ukipita mtihani, unapata zawadi yako, unapata riwadi yako katika jina la Yesu. Wakati Abrahamu aligojea Mungu, wakati wa Mungu ulifika. Abrahamu alifanyika baba wa mataifa mengi, si ndio? Si hata mbinguni tunasikia katika karamu ya mwana kondoo ati Abrahamu siku hiyo atatuona na atafurahi. Abraham ndiye baba yetu wa imani. Biblia inasema tutakula meza moja na Abraham. Na siku hiyo ndio Mungu atamwambia Abraham, ndio hawa watoto ambao nilikuwa nakwambia. Si hao wote, si wamekuja sasa. Abraham, muangalia hawa. Tukiwa sasa katika meza moja, aseme kweli Mungu wewe ni Mungu. Haleluya. Imagine ahadi ya Abrahamu kutimia kabisa, ni mimi nikiingia na wewe ukiingia. Tukiwa sasa katika karamu ya mwana kondoo. Abiwe angalia mataifa. Abraham, si nilikwambia mataifa yatabarikiwa kwa sababu yako. Angalia hawa wote kwa sababu yako wamefika mahali hapa. Bwana ni Yesu hayagoshi. Mungu akisema atafanya nini? Halo. Bwana apewe sifa. Akisema atafanya nini? Atatenda. Kwa hivyo ukitaka uhusiano wako na Mungu ukuwe wa kiwango cha juu, ondoa mashaka mtu wa Mungu. Ondoa manunguniko na malalamiko katika maisha yako. Kuwa mtu wa imani. Mungu akisema umepona, umepona. Hata kama huwa ni ishara ya kupona, endelea kuamini. Siku moja hata labda utakuwa ukitembea hivi na barabara, utajua vile muujiza umetendeka because of your faith. Ngai yake nagione andu aria metikagia. Mungu anafurahishwa na wale watu ambao wanaamini. Kwa hivyo kwa kifupi nimesema ya kwamba tukitaka kujenga uhusiano wetu na Mungu, tuwe watu wa maombi, watu wa kusoma na kulitafakari neno la Bwana, watu wa kumsifu na kumwabudu Bwana katika roho na katika kweli. Tuishi maisha matakatifu na tutembee kwa imani. Amen. Hiyo ndio level ya pili ya kuwa na misingi iliyo imara katika huduma na katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Na tukimaliza hapo, nitapeleka wale tutakuwa nao hapa, nitawapeleka level 3 ya kuendelea kuweka misingi imara katika maisha ya huduma na katika maisha yetu katika jina la Yesu. Kwa hayo mengi na machache, si Bwana Yesu awabariki sana. Si Bwana Yesu awabariki sana. Nataka tusimame kwa miguu yako kwa sababu umesikia neno. Na umwambie Mungu, kama kuna kitu nimesikia kutamani katika maisha yako, ni kuwa na uhusiano wa karibu na wewe. Kama kuna mahali ulikuwa umelalamika, unamwambia Mungu nisamehe tu. Mahali Mungu nililalamika, mahali niliona kama umekawia, haujabariki maisha yangu, mwambie Bwana nisamehe kwa jina la Kristo Yesu. Mwambie Baba, kutoka siku ya leo, wacha roho wa maombi akashuka katika maisha yangu. Wacha roho wa ibada akaweza kunishukia. Baba, nisaidie nikuwe mtu wa imani. Baba, nisaidie kutembea katika haki na utakatifu. Mwambie Baba, nisaidie kuwa mtu wa imani. Ongea na Bwana. Nataka kila mmoja ongea na Bwana. Ongea na Bwana. Hatutaimba wimbo wowote ili tuombe. Ongea tu na Bwana. Mwambie Bwana, mimina moyo wako mbele za Bwana. Miminia Bwana moyo wako. Daudi akasema, kama vile aioneavyo shauku mito ya maji, hivyo ndivyo nafsi yangu Bwana inavyokuonea kiu. Shukue na kiu kwa sababu ya Bwana siku ya leo. Na umwambie Bwana, kama vile mulitembea na Abrahamu, kama vile mulitembea na Enoko, ningetamani Baba tutembee na wewe. Mwambie Baba, ningetamani ukuwe rafiki wangu wa karibu. Mwambie kusaidie kuomba. Mwambie Baba, nisaidie kuomba. Mwambie Baba, nisaidie kusoma neno lako na kulitafakari. Mwambie Baba, nisaidie kukuabudu katika roho na katika kweli. Nisaidie nitembee katika utakatifu. Nisaidie Baba, imani yangu ikainuka. Ondoa mashaka ndani ya moyo wangu. Ondoa hofu ndani ya maisha yangu. Ondoa uoga katika maisha yangu Bwana. Ondoa malalamiko na manunguniko katika maisha yangu Jehova. Takasa moyo wangu Bwana. Takasa maisha yangu Jehova. Ori mazando robo shikara baba yangu.
Natamani kuwa na uhusiano wa karibu na wewe. Natamani kukupenda Bwana wa mbinguni. Natamani nikupende na moyo wangu wote. Natamani nikupende na moyo wangu wote. Natamani nikupende kama Daudi, nikuabudu Bwana. Nikupende kama Abrahamu, nikaweza kukutii Jehova. Nikakupenda kama Yusufu, nikawa mwaminifu mbele za macho yako Baba. Oh my Father, nikakupenda kama Noa, nikaweza kukutii katika kila njia my Father. Oh Jesus, I ask you for your intimacy Lord. I ask you for your intimacy my Father. I ask you for your love my God. Nimekuomba mambo mingi katika maisha haya, lakini leo Baba, I desire your love. I desire your intimacy my Father. Moyo wangu ukawa wa karibu na wewe, mawazo yangu yakawa ya karibu na wewe. The mighty name of Jesus. Volume chini kidogo. Moyo wangu ukakupende Jehova, maisha yangu yakakupende my Father. The mighty name of Jesus. Simame tu mbele za Bwana, nataka turudie hili ombi pamoja. Inuka tu mbele za Bwana, inua mikono yako mbele za Mungu. Kama una nguvu ya kusimama tafadhali simama, inua mikono yako mbele za Bwana. Nataka urudie hili ombi nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, Baba, katika jina la Yesu, siku ya leo Mfalme, nimekuja mbele zako, nimejiachilia mbele zako, nimesikia neno lako, na kama kuna kitu nimetamani ni kuwa na uhusiano wa karibu na wewe. Kutoka siku ya leo, Baba, nisaidie ya kwamba nitakuwa rafiki wa karibu na tutatembea na wewe kama vile mulitembea na Enoch, kama vile mulitembea na Abrahamu. Tutembee na wewe siku zote za maisha yangu. Baba, nisaidie nikakupenda kwa moyo wangu wote, nikakutafuta kwa moyo wangu wote, nikakutii kwa moyo wangu wote. Kutoka siku ya leo Baba, nimejiachilia mikononi mwako. Tawala maisha yangu, tawala wokovu wangu. Katika jina la Yesu nimeomba na nimeshukuru. Pigia Bwana makofi katika jina la Kristo Yesu. Wacha sasa nikuombee in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, nataka kukushukuru sana Bwana wa mabwana kwa sababu ya neno lako. Kuna kitu unatamani Bwana, tukue na intimacy na wewe. Baba, siwache itendeke kutoka siku ya leo katika maisha ya watumishi hawa, katika maisha ya wapendwa hawa. Kutoka siku ya leo Bwana, si ujenge uhusiano mzuri, tujenge uhusiano mzuri na wewe, tujenge uhusiano wa karibu na wewe in the mighty name of the Lord. Sababu tunajua tukijenga uhusiano wa karibu na wewe, mambo yetu yatakuwa sawa sawa. Sababu wakati Abrahamu alitembea na wewe, mambo yake yalikuwa sawa sawa. Enoch mambo yake yakakuwa sawa sawa. Noa mambo yake ikakuwa sawa sawa. Joseph mambo yake yakakuwa sawa sawa. Baba, tusaidie kuwa na uhusiano wa karibu na wewe. Wakati mwingine tumelilia mali, tukalilia mambo mengine, lakini Baba hatujapata nafasi ya kulilia uhusiano. Lakini leo Baba tumelilia uhusiano wetu na wewe. Tunajua kutoka siku ya leo tukikuwa na uhusiano wa karibu na wewe, kuna mambo hatutaombea kwa sababu utakuwa ukiyatenda hata kabla hatujaomba, katika jina la Yesu. Hiyo ndiyo imani yetu, na hivyo ndivyo tunaamini ya kwamba kuna baraka zitakuja, kuna baraka zitatutafuta kwa sababu ya kutafuta uso wako, kwa sababu ya kukupenda my Father.
sababu ya kuutumikia my Father. Tunajua kuna milango hata siku ya leo unafungua, unatufungulia mbingu, unafungua madirisha yako na kumimina baraka katika maisha yetu. The mighty name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, hata utapotuzidishia baraka nyingi katika maisha yetu, tusaidie tusisahau kuomba Bwana, tusisahau neno lako Jehova, tusisahau kukuabudu katika roho na katika kweli, tusisahau kuishi maisha matakatifu. Na Baba, tuendelee katika imani ili ukazidi kutubariki na kutuinua, ni kwa sababu yeye ni Mungu mwema na yeye ni Mungu mwaminifu. Baba, hawa watumishi wako uwabariki my Father, hawa wapendwa wa dhamana, hata vijana wetu na watoto wetu, endelea kuwabariki Mungu. Wanapokutafuta Bwana, wacha waone uso wako, wakutane na wewe Bwana, wakutane na wewe Jehova, ni kwa sababu wewe ni Baba na hakuna aliye kama wewe. Tumeshukuru Baba yetu kwa sababu ya kipindi kizuri cha Bible study ambacho tumekuwa nacho asubuhi ya leo. Tunapoingia katika praise and worship, tusaidie Baba sasa tukuabudu katika roho na katika kweli. Tumekufungulia mioyo yetu, tumekufungulia mawazo yetu, na tunaomba Bwana ukazidi kuchukua ushukani na ukazidi kutawala. Roho wa Mungu tawala mahali hapa, Roho wa Mungu tuongoze mahali hapa, yani katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana mkombozi wa maisha yetu tumeomba na hata tumeshukuru. Kanisa tuseme amen. Kanisa tuseme amen. Kanisa tuseme amen. 1, 2, 3. Pigia Bwana makofi makubwa ukisema thank you Jesus. Thank you Jesus. Salimia mwenzako umwambie